Siku hizi tuna mpira na wanaopenda mpira sana, kama kuna match tunaacha kila kitu, tunaenda kukaa mbele ya TV, tunaangalia TV mpaka saa 6, saa 7 usiku, saa 8 bado tunaangalia mpira. Ikiwa kama mchezaji bora kwako yupo huko tayari kukaa mpaka mwisho. Nafikiri leo Tanzania wanacheza, sio? Tanzania wanacheza leo. Najua ukitafuta mtu kipindi cha macho utapata. Vile wakisema leo Diamond anakuja kanisani leo hapa. Kanisa litajaa mpaka nje, na wapagani na Waislamu na Wakristo wa Katoliki waliokuwa hawajawahi kufika kanisani, wote watakuja kanisani. Kwani Diamond anakuja, nyota anakuja. Sasa popote nyota anapoenda inaleta nini? Mwanga wake, na watu wanafuata mwanga. Vile katika Injili ya leo tunaona nyota wa Bwana, nyota ya Yesu Kristo umetokea sehemu mashariki. Lakini sio mtu yeyote aliyeona nyota. Walikuwa watu wengine wamesema 3, wengine wasema 4. Idadi yao sio shida sana. Lakini walikuwa mbali sana, lakini walipoona nyota mambo yakabadilika. Wasema nyota hii sio sawa, sio kama ya kawaida, ni nyota kitofauti sana. Tunajua ni nyota ya mfalme, lazima tuende kuona inaelekea wapi. Wakafunga safari. Zamani babu zetu walikuwa na uwezo wa kuangalia nyota tu, manyota wanaangalia, nasema mwaka huu tutapata maragi. Na kweli wakilima wanapata pia. Na wanaweza kuangalia nyota pia, nasema mwaka huu hatutapata mvua nzuri. Na kweli mwaka ule hawatapata chochote. Siku hizi wengi wetu, na sijui mara ya mwisho tulipoona nyota, tuko kwenye mataa ya umeme na hatuoni tena nyota. Ni kwa hiyo mambo hayaendi vizuri kwetu, kwa sababu hatuwezi kusoma tena yaliyoandikwa na manyota. Na hata kwa masaa mataa ya hizo umeme hatuoni chochote. Lakini nachoongea kuhusu hayo yote, lazima kila mtu aangalie ndani ya maisha yake. Una nyota au wewe ni nyota? Wote tuna nyota, na wote sisi ni nyota. Lakini mara nyingine hatupenda kufanya ili nyota zetu zing'ae na kuonyesha watu uwezo wetu. Wengi tuna uwezo kubwa, wengi tuna nyota kubwa, lakini tunaenda kuchimba shimo na kufanya nini? Sio mimi nimesema, ni nini wenyewe nimesema. Kuzika nyota wako itafanyaje kung'aa ili watu waone wewe ni mfalme na wewe una uwezo? Wengi kati yetu tumezika nyota zetu, na sasa tunachofanya ni tunakimbia kwenye nuru ya nyota ya watu wengine. Ni kwa hiyo nilikuwa nasema, tukisikia moja wenu, mkisikia kama una ndugu na Zuchu. Kama una ndugu na Zuchu, utafunga safari leo.
utaenda kumuona, sivyo? Kwa sababu unataka kuchota nyota wake, mwanga kwake. Na wengi hatuzione nyota, mwanga ndani yetu. Tunaona nyota au mwanga ndani ya watu wengine, na hapo ni kitu cha kuangalia vizuri. Ni onyo. Wakristo wa Katoliki tunaogopa kung'aa, na tena wa Afrika. Ukaenda kijijini na kuuliza mzee, una ng'ombe wangapi? Anageuka hapa na kugeuka hapa, sasa wawili tu, lakini anazaa zaidi ya 200, hata kuambia ukweli. Na wengi kati yetu ni hivyo pia, hatutaki kusema ukweli kwetu, na tunazika kila kitu na nyota yetu. Hawa walioona nyota walikuwa sio watu wa kawaida. Kipindi kile kwa Babiloni, hawa walikuwa wanaonekana kama ni wasomi sana, wenye uwezo kusoma manyota na kujua. Sasa wanaangalia kama watu walikuwa watu kama wafalme fulani, wenye utajiri fulani, na wakiona kitu kama hivi lazima waende kuangalia ni nini. Ni kwa hiyo walifunga safari, na walipofunga safari ilikuwa sio kama hapa na Mbalizi tu au hapa na Uyole tu, ni mbali mno, lakini walifunga safari tuende kumuona ni nani amezaliwa na nyota hii. Sio nyota ya kawaida. Ni lini umeenda kuangalia nyota ya ndugu? Ni lini umeangalia ndani ya ndugu na kumuona ana nyota na anang'aa? Au umeangalia ndani yako wewe mwenyewe na kuona nyota ndani yako? Tunapoona nyota usiku, wanavaa miwani nyeusi. Ni nyota kama hivi tunaokuwa tunataka kuwa. Na kwenye baridi wanatoa sweta, wanakaa. Mimi ni nyota. Ni hiyo tu tunaokuwa. Tunajionyesha kwa yale yanayokuwa madogo, lakini makubwa hatujionyeshi huku. Mwenyezi Mungu aliyokuja hajionyeshi. Alikuwa wapi? Horini. Alizaliwa wapi? Na wanyama. Mkubwa yote anajua jinsi ya kutembea na wadogo, sio wakubwa. Ukiwa kama unapenda kuwa mkubwa kila wakati, umepoteza njia. Kati yetu mara nyingi tunatafuta kuwa wakubwa mno, na kwa hiyo mambo mengi haendi vizuri ndani ya kanisa letu, na haendi vizuri ndani ya maisha yetu kama Wakristo. Kwenye jumuiya tunasali. Kuna tatizo kubwa kwenye jumuiya. Sio parakiani hapa tu, ni kote. Watu wengi hawasali jumuiya. Watu wengi hawasali jumuiya. Na ukiulizwa kwa nini hawasali jumuiya, tuko busy sana, tuna kazi, tuna kila kitu, wako busy. Lakini subiri tu ikitokea msiba, ubizi wao naisha. Wanakuwa na uwezo kwenda kwa msiba, wana uwezo kwenda kusafiri hapa mpaka Zanzibar kuzika. Wako tayari kwenda Dar es Salaam kuzika. Wako tayari kwenda Msoma kuzika, lakini hawako tayari kwenda kwa jumuiya kusali. Saa moja tu kwa wiki nzima. Tuna masaa mangapi? Masaa mangapi? Unatolea saa moja tu kwa Mungu kati ya masaa mingi. Lakini hatutaki. Tunapenda sana tuende, tuvae vizuri kwenda kwa sherehe ya ndoa. Tuko tayari kuvaa vizuri na kwenda kuzika, na tunapenda maiti zaidi kuliko watu wenye uhai. Tunapenda maiti zaidi. Wakisema sadaka tunaleta sarafu, lakini msiba tuko tayari kutoa 100,000. Si ndio kweli?
ilifanya watu wengine waliapa ili wasiweke sarafu mwaka mzima. Kwa sadaka hawataweka sarafu, na nitafanya pia nini, pia mtaapa. Kila mtu mtatoa nini, kiapo cha utakula kiapo kusema sitaweka sarafu mwaka huu mzima, mwaka mpya. Nitajaribu kuweka noti tu sarafu na kuacha sarafu. Unapoweka sarafu, unapenda watoto pia waweke nini? Sarafu ni kwa watoto, na watu wakubwa tutatembea na ni nyota yako, noti. Omba, chochote unapoomba ni hivyo unataka. Usipoomba utapata. Wale walioomba walipata. Sasa tuingia kwenye historia hii, kwenye Injili kabisa. Walipoanza safari kwenda Yerusalemu, njiani kulikuwa na changamoto. Walipofika pia walikuwa na machangamoto. Changamoto ya kwanza ilikuwa njiani, kwa siku nyingi walikuwa na kiu, walikuwa na njaa, walikuwa wamechoka. Wakafika huku, waliposikia kwa Herode pia wakagundua Herode alikuwa na nia mbaya. Lakini walikuwa wanaona GPS yao ilikuwa nyota. Walikuwa wanaangalia nyota na kutembea na nyota. Walipofika Yerusalemu tu, nyoka kazima. Nyota inazima ndani ya maisha yetu mara nyingi. Ni nyota gani ndani ya maisha yako iliyozima? Labda ni nyota kwenye jumuiya, kusaidia watu kusali, na umeacha kusali, na watu wengi hawachi kusali kwa sababu ya wewe. Labda kwenye familia wewe ni nyota, lakini mara ya mwisho uliporudi kijijini kwenda kusalimia watu wa kijiji ukumbuki. Labda kwa sehemu ya kazi wewe ni nyota, kila mtu anachukua rushwa, na wewe pia umeanza kuchukua rushwa, na wote mmeingia kwenye tundu moja, na nyota yako inaanza kuzima. Kwenye familia yako labda umeanza kunywa pombe, na umeanza hela kidogo kulipa kwa watoto, ada ya watoto huwezi kufanya, na nyota yako inaanza kupungua na kufa. Herode alikuwa na nyota pia, lakini nyota yake alizika nyota yake. Wewe pia umezika nyota wapi? Ni sehemu gani umezika nyota yako? Nenda kuitoa na kutembea naye. Walipopata chakula kula, walipokula kunywa na kupumzika kidogo, lakini sehemu nilipokuwa nasema zaidi ni hapo tulikuwa tunapoteza nyota. Waisraeli, Wayahudi pia walipoteza. Walikuwa na neno la Mungu lakini hawasali kama sisi. Walikuwa na Biblia, walikuwa na taarifa, huyu Bwana atazaliwa wapi? Ilikuwa inaandikwa kwenye Torati, lakini hakuna mtu aliyokuwa amesoma. Walisahau wote. Wengi walikuwa hawajui kabisa. Inabidi Herode, yule aliyokuwa mfalme, yule kila mtu aliyokuwa anajua lazima ajue, alikuwa hajui. Aite wote waandishi wa habari na nini, kila mtu waje wakae pamoja watafute ni wapi wamesema mfalme wa Wayahudi atazaliwa. Waliposoma na kutafuta kwenye vitabu wakagundua ni wapi? Bethlehemu. Sasa wakaanza safari nyingine. Lakini kabla kuondoka, Herode akaonyesha kweli moyo wake. Mnajua mtu anaokuwa na tajiri kidogo anaanza kuwa kama adui wa Mungu. Hataki kuwa karibu na Mungu. Wengi wa vijana wetu wanaopata ajira siku hizi waonekana kanisani. Ukauliza, tunafanya kazi sana, tunachoka, hatuwezi. Lakini Ijumaa alikuwa kwenye club, Jumamosi club, Jumapili amechoka. Jumatatu hawezi kusema nimechoka, nitasubiri, ana nguvu kwenda kazini. Lakini Jumapili tu kwa saa moja au masaa mawili kanisani amechoka, hawezi kuingia kanisani.
hapo. Tumsifu Yesu Kristo. Tuko pamoja. Wamezika manyota yao. Kwa sababu ya nini? Kamali kidogo tu, labda amejenga kanyumba tu au amenunua kagari moja tu, anapiga kelele naye, nyota yake inaanza kufa kama hivi. Na Herode kwa sababu alikuwa mfalme, alianza kuzika za kwake pia. Mkienda mkumuona yuko wapi, mnitolee taarifa ili mimi pia niende kufanya nini? Lakini alikuwa kweli? Hapana. Ili aende kufanya nini? Amtolee maisha yake, kwa sababu yeye ni mfalme na akifa ni mtoto wake atachukua nafasi. Sasa kwa nini utaacha mtu mwingine aje kuchukua nafasi yake kama mfalme? Ni kwa hiyo alikuwa anatafuta namna ya kumtoa Yesu. Lakini walipojua hawa walikuwa watu wenye akili sana, wakaanza kusoma akili yake. Herode sasa, huyu pumbavu, nataka kumwoa huyu mfalme, hatutarudi tena. Na wakaanza, walipotoka tu safarini, nyota aliyokuwa imezima ikawaka tena mara pili. Nyota ikaendelea nao mpaka Bethlehem, mpaka pale kwa Yesu na kwa Maria na Yosefu. Na walimtolea zawadi gani? Walimtolea zawadi gani Yesu? Nini? Vumba. Mbona mmechanganya kila kitu? Ni dhahabu na vumba. Sasa dhahabu, nani anatumia dhahabu? Wafalme mara nyingi wanafikiria dhahabu yote za dunia ni ya kwao. Sasa wanataka kuchukua kila kitu, wanatengeneza kofia ya dhahabu na wanavaa kila wakati nguo na kila kitu dhahabu. Sasa inamaanisha dhahabu ni kwa falme, na Yesu Kristo ni falme. Ni kwa hiyo umempa nini? Zawadi ya kifalme. Na wewe na mimi, ubatizo wetu, kwa ubatizo wetu sisi pia ni wafalme, nabii na kuhani. Lakini kofia zetu za dhahabu wengine zimeshakamata kutu, na hatutaki kufanya chochote naye pia. Zingine pia zimechafuka, na hatutaki kuonyesha kama ni sisi ni wafalme. Unaona, Mkristo Mkatoliki hajali chochote. Shajara hanunui shajara, jumia hasali jumia. Kanisani anakuja mara moja kwa mwaka, na unasema wewe ni Mkristo Mkatoliki. Dhahabu yako, kofia ya dhahabu imekamata kutu, safishi. Na wa pili ni nini? Ya pili ni panimani nini? Nini sijui. Kuvumba nini? Nini? Ukijua na nini sio kitu kizuri sana. Ndio. Kama hivi. Mungu hajakuacha. Mungu akikuacha mara dakika moja tu utakufa. Ni Mungu anakulinda, anakubeba begani na anakupitisha kwa changamoto. Lazima upite kwa changamoto ili uone vizuri. Wengi tunasinzia sana, na changamoto ni sehemu ya kujifunza na kuanza upya. Yesu alipokuja, si ndio alipata changamoto? Sio alipata changamoto. Na changamoto yake ni wapi? Juu ya msalaba. Sasa mbona wewe unapata changamoto kidogo, unaanza kupiga kelele, imeisha kwangu, mimi nimekufa. Umekufa wapi?
pite kwa changamoto. Na ili dhahabu ing'ae lazima pite kwa wapi? Sasa kwa nini pite kwa moto unapiga kelele? Wewe ni dhahabu, lazima upite kwa moto ili ung'ae. Na la tatu ni manemane. Tunatumia na hata leo tumetumia. Ni ubani. Nauliza, nani ananunua ubani wetu kanisani? Sio vumbi na sio moshi. Manemane ni kitu wenye ina harufu nzuri sana. Unapoweka hata watu wa nje wanasikia harufu hiyo. Na ni harufu hiyo inachukua sala zetu na sala zetu zinapaa hadi mbinguni. Hata Mungu anapenda, wanasema hata mbinguni watu wapo wanachoma manemane pale kila siku mbele ya Mungu. Sio moshi tunakuwa tunahitaji kama tunatumia hapa, sio moshi. Kama ni moshi, kuna kuni hapa nje, naenda kuchukua kuni, nikichoma nitapata moshi. Lakini ni hiyo harufu. Na kila mtu unapokuwa unasali sala yako hata nyumbani, tafuta hizo bani nzuri, wenye thamani, wenye harufu nzuri. Na unaposali choma hiyo, na sala zako zinapaa. Na unapoona zinapaa tu juu. Wengine tunatumia ubani inayokuwa haina nzuri, inaweka ubani tu na inaenda hivi. Na ikiwa inaenda hivi, inaenda wapi? Kwa nani? Kwa shetani. Sasa ubani wetu lazima ubani wesi ya thamani, wenye harufu nzuri, kupeleka sala zetu wapi? Kwa Mungu. Ni hizo zawadi walioleta. Lakini nilisema walikuwa sio watatu, walileta zawadi 3, lakini walikuwa 4, kuonyesha wametoka kwa hizo pembe 4 zote za dunia. Hata sisi wanasema yule wa 4 alikuwa wa Afrika, mweusi kama wewe na mimi. Na alienda pia, na tusisahau Yesu alipozaliwa alikuja Misri, alikuja kwa weusi, alikuja kwa Afrika. Yesu alikuja kwa watu wote, sio kwa kabila. Hakuna ubaguzi na Mungu. Wengi tunabagua sana, hata tunapokuwa tunachagua viongozi, lazima atoke kwenye kabila yetu, ni kanisa letu. Kanisa la nani? Ni kanisa la Mungu, sio la kwenu. Ni kanisa kwa kila mtu. Mtu yote anaokiri na ana imani ana haki kusali kanisani. Sasa tunapochagua viongozi, tunachagua wale wenye uwezo wa kuongoza. Tunachagua viongozi, sio wale wenye uwezo wa kuja kuwa wapinzani na paroko kila wakati. Mara nyingi tunapochagua viongozi, huyu anaongea sana, tumpeleke aende kupambana naye. Naenda kupambana na nani? Utapambana na wewe mwenyewe, mimi sina muda. Chagueni viongozi wanaokuwa na akili ya kujenga kanisa, kutafuta namna nyingine ya kuinjilisha kwa watu, ili watu wote wapate wokovu. Na viongozi kama hawa waliokuwa kutoka mbali wakaja na mambo mengi sana. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kipindi cha Krismasi walileta Kristo zawadi gani? Ulimpeleka zawadi gani? Dhahabu au huruma? Wengi tulivaa vizuri, wengi tuling'aa zaidi kuliko nyota. Wengine tulikunywa safari na divai dompo, tumekunywa konyagi na ile nyingine ni vipi? Ile pombe kali ni Kevanti. Na Kevanti. Tukanywa Kevanti, tukawa tafuna kitimoto na nyama choma ya mbuzi na ng'ombe na kila kitu. Lakini Yesu yuko horini. Kuna mvua, kuna baridi, hana hata duvet kujifunika.
lakini wewe unavaa hapo hadi miguu. Na watu wametoka mbali, sio wa Kristo hata wakaja kutoa zawadi kwake. Wewe umetoa nini? Ni kwa hiyo anasema watu wengi watatoka mbali, mashariki watatoka mbali, watu watakuja kuingia ufalme wa mbinguni, na wale wanaokuwa watavaa rozari kubwa kubwa, watavaa nini, msalaba kubwa kubwa, watabaki nje. Lakini wapagani, Waislamu, wa Pentekosti, wa nini, wataingia huku, kwa sababu hatutambui Kristo, hatujatambua tambaro. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe ili mwaka huu tumtambue ndani ya maisha yetu, ndani ya jumuiya zetu, ndani ya familia, kila familia, ndani ya sehemu za kazi. Nitamaliza na historia hiyo. Nafikiri nimeshatoa historia hiyo mara moja. Kulikuwa na kijana mmoja alienda kufanya kazi Chunya, akapata dhahabu kadogo kama hivi, kama ilikuwa kubwa kama mbegu ya mahindi. Sasa alikuwa anacheza naye kama hivi, na akaja kutembelea rafiki yake mfugaji wa kuku. Sasa walipokuwa wanazungumza, alikuwa anacheza na dhahabu, na dhahabu kadondoka chini. Kuku walikuwa wengi sana kama 100. Kuku akachukua moja, yule dhahabu akameza. Sasa changamoto, kati ya hawa kuku 100 ni yupi amemeza? Hatujui. Sasa inabidi tuwachinje wote ili tutoe dhahabu. Kwa sasa mimi siwezi kutoka hapa bila dhahabu, lazima nichukue dhahabu kwanza. Na mfugaji anasema mimi pia sina uwezo wa kuchinja hao wote ili upate dhahabu moja tu, ile kadogo tu. Sasa yule mfugaji akasema subiri kidogo, nitamkamata. Kama dakika 10 na 15 kama hivi, yule kuku moja alijitenga, akaenda kukaa peke yake, na wale wengine walikuwa huku na yeye alikuwa huku tu, alikuwa analala pale pale. Na mfugaji akasema kamata ni huyu, chinja sasa hivi. Wakachinja, na ile dhahabu ilikuwemo ndani yake. Sasa yule kijana akauliza, jamani, umefanyaje kujua ni huyu? Akasema sisi wote tuko kama huyu kuku. Tunapokuwa na mali kidogo tunajitenga. Alikuwa na kadhahabu kadogo tu amejitenga. Sisi pia tuko kama huyu kuku, tukiwa na mali kidogo tunajitenga. Hatuji kanisani, hatuende kwa jumuiya, hatufanyi chochote kanisani kwa sababu ya kamali kidogo tu unacho uliopata. Tumsifu Yesu Kristo. Na ni hivyo watatukamata tunakuchinja kama huyu kuku. Sasa usifanye mali yako azike nyota yako. Fanya mali yako, nyota yako ing'ae juu ya mali yako. Na hapo naposema, mara nyingi wanafikiri tunaposema hivi tunapenda Wakristo wetu wote muwe maskini. Jamani, Yesu anawaombea muwe na hela. Naombea Wakristo wetu wote wawe na hela, wawe tajiri kabisa. Mkiwa na hela, si ndio mtalipa kidogo? Hamtalipa. Tutagawa kidogo, lakini mkiwa maskini nitapata hela wapi? Nitakuwa maskini pia. Sasa wengi hatuelewi Biblia. Biblia tunasoma lakini hatuelewi. Hawajaandika heri maskini. Maskini wa fanya roho yako iwe maskini. Na wengi roho zetu ni maskini kabisa. Maskini mpaka hatujui kusali. Nilikuwa nagombana na hawa. Hatukuzi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, walikaa kimya. Mnaogopa kusali au hamjui kusali? Ni mambo mawili.
Tunapokuwa tukifika sehemu ya kukiri kanuni ya imani yetu, unaona wachache tu wanasali, wengi hatujui sala zetu, imani yetu, kanuni ya imani, na hatujui. Wengine hata baba yetu ni shida, roho masikini, tajiri kubwa. Tumsifu Yesu Kristo. Na inakuzuia kufika kwa Yesu. Sasa naombea mupate, kila mtu apate hela za kutosha. Hamtaki, huwezi kusema amina. Na watu hawataki utajiri pia. Okay, naombea muwe maskini. Semani amina. Hamtaki kuwa maskini. Kwa nini hamtaki kuwa maskini? Okay, muwe maskini wa roho. Amina, sawa. Lakini maskini hatupendi maskini kabisa. Hata Mungu hataki uwe maskini. Mungu anataka uwe tajiri. Fanya kazi, uwe nyota ndani ya maisha yako, na nyota yako iking'aa, watu wote tutakuja kwako, tutakusherekea, tutakupa zawadi ya kila aina. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.